wanaobariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobet Mangosongo kutoka kwenye maskani wa Minoo Ujumbe Saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Niko hapa leo kwa ajili ya kufanya marejeo ya michoro, hasa pale ambako Mwamba Mashauri Yesu alitoa ujumbe wa diplomasia ya dunia. Ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, na katika ule ujumbe wa diplomasia ambao tumeupandisha kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo, utaona ujumbe wa diplomasia, na tumeweka una series 4 katika mikuto ya kinabii. Lakini katika zile series ya 4 Mungu alitoa unabii wa dunia, na moja kati ya mambo ambayo Mungu alizungumza kwamba kosa lile la New York, kiasi ambacho mataifa ya dunia yalipokuwa yamekutana pale New York na wakapiga kura kwa ajili ya kuigawa nchi ya Israel, Mungu mkuu Yesu alieleza ulimwengu huu utakutana na mambo mabaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ujio nchi. Na haya yote yanakwenda kwa sababu Israel ni nchi ya Mungu, na Mungu alitabiri katika michoro yake ya kinabii kwamba aliwafukuza Waebrania, lakini katika siku za mwisho Waebrania wangerudi katika nchi yao katika lugha hii ya kinabii. Na Mungu alitumia taifa la Israel kuchora mchoro uwepo wa mataifa yote dunia. Kwa hiyo unapoiona Israel, maana yake ni Mungu alitumia mchoro kuchora wazo lake kuu na kuyalazimisha mataifa yote dunia yaweze kukubaliana katika anwani mashauri. Kwa maana manabii walitabiri kwamba Israeli katika siku za mwisho watarudi nchini mwao, na wale tayari wamekwisharudi katika mikoto ya kinabii. Kwa Mungu aliniambia nitoe unabii huu, nitoe unabii ule kwamba ulimwengu utakuta na hali mbaya zaidi, na tayari mmeona yametokea mafuriko makubwa kwenye mataifa mengi ya dunia. Mmeona hali mbaya, hali mbalimbali zimetokea. Pamoja na mambo haya, mmeona sasa kuna tukio la hali ya uchumi kuyumba duniani kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Na hapa nitumie wakati huu, mmeona mifumuko ya bei imetokea, usafiri umepanda, na mambo mengine mengi yameanza kuongezeka katika maeneo mengi ya dunia. Hii yote inaonyesha kabisa kwamba Mungu mkuu Yesu akisema mambo lazima atadhibitisha. Kwa hiyo nitumie wakati huu kwamba Mungu mkuu Yesu amekasirika, nazidi kuzungumza tena, ulimwengu huu utakutwa na hali mbaya zaidi. Kutatokea na maanguko makubwa ya kiuchumi kiasi ambacho hajawahi kurekodiwa. Watu watubu dhambi, makanisa ya kiroho waingia kwenye maombi, serikali za dunia, mataifa mbalimbali ya ulimwengu walienda kupiga kura pale. Tokeni hadharani, tubuni dhambi, geukeni, tokeni hadharani, elezeni kwamba mlikosea, kwa sababu mlichokifanya mmechota moto, mmeingiza ndani ya mataifa kiasi ambacho ulimwengu utakutwa na hali mbaya zaidi, na maanguko ya kiuchumi, maanguko ya kifedha. Kwa nini? Kwa sababu haya yote Mungu amekasirika, kwa sababu alieleza katika anwani zile kwamba haya yatatokea, na tayari umeona maanguko ya uchumi yameanza kutokea. Bei imepanda, mafuta yamepanda bei, mifumuko mbalimbali ya gharama ya vyakula na uendeshaji mbalimbali na usafiri umeongezeka kiasi ambacho haya mambo yanathibitika katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo nitumie wakati huu kuonya watu mbalimbali, kuonya watu wote ulimwenguni wajue lilikuwa ni kosa. Ninajua leo ulimwengu watu wana mitazamo mbalimbali ya kimani, mitazamo ambayo imetengenezwa na watu ambao watu wenyewe hawajaweza kuyathibitisha michoro hiyo, hawajawahi kujua kumsikia huyo Mungu akisema. Na hapa nitumie wakati huu, nazidi kuzungumza tena na watu wote duniani. Ninaona hapa katika michoro kinabii, namuona Yesu anawalilia watu wa dunia. Ninawaambia tubuni dhambi, mataifa ya dunia, tubuni dhambi. Haya yaliyotokea na yatakaendelea kutokea, haya mlioona, haya ni utangulizi tu. Kuna hali mbaya zaidi inakuja duniani. Tubu dhambi, geuka, Mwamba Mashauri Yesu anarudi moja wapo siku hizi. Unaweza kufuatilia jumbe mbalimbali kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry, uweze kupata mikuto ya kinabii, Mungu ambaye anaujua mwisho tangu mwanzo katika anwani hizi mashauri. Na mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mangosongo Ministry unatumika maalum kwa ajili ya kutoa nabii na kupandisha nabii zilizotimia, na mpaka sasa nabii 159 zimekwisha timizwa katika mikuto ya kinabii. Unapoona tokea mwaka 2023 kuanzia mwezi wa 9 tulipoanza kurekodi unabii wa kwanza mpaka hivi leo nabii 159 zimekwisha timizwa kati ya nabii 194. Hii inaonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Tubu dhambi, geuka, Mungu mkuu Yesu anarudi moja wapo siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova tunaye katika Mungu mkuu. Amen. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 katika mikoto ya kinabii kutoka kwenye maskani ya Minoo Ujumbe Saa, wakati mnapiga kura, wakati mnazungumza mijadala mikubwa ya wanasiasa katika mji wa New York pale mjini Marekani, katika nchi ya Marekani, niliona natazama, wakati mnazungumza nikamwona na Yesu alikuwa katikati yenu. Wakati mnapiga kura ya kugawa nchi, na Yesu naye akawa anapiga kura kinyume chenu. Naliona natazama mambo yafuatayo. Kwanza niliona katika ono la Bwana, nilimwona Yesu amebadilika, amekuwa kama simba. Alafu nilipomtazama nikaona simba ule macho yake yanawaka sana, alafu alionekana kama ana njaa sana. Alafu akaniambia, Mwamba Mashauri Yesu, kwa namna vile nilivyoona, akaniambia mawindo yako tayari.
tayari, na njaa tayari ninayo. Nikaona natazama, Yesu anatafuna mataifa ya dunia. Niliona natazama, mataifa yanatafunwa katika jicho la Bwana. Niliona Yesu amebadilika kuwa simba mkali sana, anayewinda mipaka na ufalme wake, kama vile simba wa kawaida anapojenga makazi yake katika eneo lake, huwa ni makini sana katika kulinda mipaka yake. Na ndivyo nilivyomwona Yesu katika Ufunuo. Nilimwona Yesu analinda mipaka yake, nchi yake, na nikamwona Yesu anayetafuna mataifa. Na hapa naoja leo, Israeli ndio baraka yote mataifa. Israeli ndio uwepo mataifa yote ya dunia. Israeli ni kila mwanadamu leo. Wewe mwanadamu, ukiwa Mhindi, ukiwa Mharabu, ukiwa mtu kutoka Ulaya kwa maana ya mzungu, mtu kutoka Amerika, mtu kutoka Afrika, watu wote na jamii mbalimbali za ulimwengu, wote sisi wote tunaelezea taifa moja la Israeli katika michoro ya kinabii. Kwa nini? Kwa sababu Israeli ndio mchoro uwepo mataifa yote ya dunia. Israeli Mungu alitumia kuchora mchoro wa mambo yote yanaendelea leo duniani, yako ndani ya taifa la Israeli, yalifichwa katika mikotoo. Ndio maana kuelekea moja siku ya mwisho, Yesu anaachilia ujumbe wa mwisho wa dunia katika mikotoo ya kinabii, ili akiumanisha maandiko yake, ili watu wote wapate kujua anwani mashauri za Yesu na Mungu mashauri Yesu. Bwana akaniambia niwaambie watu wote mataifa. Na aliona natazama, ulimwengu huu unaenda kwenye vita vya tatu vya dunia, kwa sababu mmekataa kuwepo taifa la Israeli, na kwa sababu kwa kufanya hivyo mmehatarisha na kuleta ghasia kwenye nchi yao. Mwamba wa shauri Yesu asema hivi, kutatokea na vita vya tatu vya dunia, na hii vita vya tatu vya dunia tayari wenyewe mmevibariki, wenyewe mmesaini vita vya tatu vya dunia kwa kuto kuitambua Israeli, kwa kuto kutambua mipaka ya uwepo wa taifa la Israeli. Niliona hali mbaya sana ulimwenguni. Niliona vita vya tatu vya dunia vitakapelekea mauaji makubwa na uharibifu mkubwa wa maeneo mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali duniani. Jamani, leo nawaonya katika ujumbe huu wa kidiplomasia ambao Yesu ameuachilia kama maonyo maalum duniani, ili watu wote wapate kutubu dhambi, warudi kwa Yesu. Watu wote watubu dhambi, warudi tena pale New York, wakabadilishe makubaliano yao, kwa sababu ni moto, wamechota moto, wameupeleka kwenye mataifa yao. Na Bwana Mungu mashuhuri Yesu akaniambia, wote waliopiga kura, wote mliopiga kura kutambua Israeli kwamba kuna mataifa mawili, ni mmejiondoa wenyewe duniani. Tubuni dhambi kabla ya yote hayajatokea, na utoke hadharani useme nilikosea. Sasa niliona watu wanapelekwa kuzimu. Yesu anawakamata, anapeleka wapi? Peleka kuzimu, kwenye mabusu ya Yesu. Tubuni dhambi. Yesu amekasirika. Yesu amekasirika katika mikutano hii kinabii. Sasa niliona jambo hilo. Niliona leo mnaugawa mji wa Yerusalemu. Mbona makao makuu ya mataifa mbalimbali duniani hamjagawa? Mbona mjagawa makao makuu yenu? Mbona mnagawa makao makuu ya Mungu mkuu? Manabii wote wanasema nchi yake yeye Mungu mkuu. Yoeli sura 3 anasema nchi yake. Yeremia sura ile ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7 anasema ni nchi yake. Mbona mmeigawa nchi yake? Mbona mnakula ugali, mmeshiba chakula, mmekula wanyama wake, mnakula samaki wake, mnakula ndege zake, mnakula nafaka zake, sasa mmeshiba, mnasema nchi yake muigawe. Ole wenu nyie mkao juu nchi. Ole wenu msipotubu dhambi na kurudi kwa Yesu. Mwamba mashauri Yesu amekasirika. Na hapa nazungumza na watu wote duniani, watu kwenye mitaa mbalimbali ya ulimwengu, yaliyotokea New York yanahusu kila mtu duniani. Watu wote waingie kwenye maombi walie. Ni msiba wa dunia. Ulimwengu huu unaenda kukutwa na mambo yafuatayo: vita vya tatu vya dunia ambavyo havijawahi kutokea katika historia ya ukao juu nchi. Kitaenda sambamba na mauaji makubwa na uharibifu wa mali. Mifumo mbalimbali ya mawasiliano itaharibiwa. Nchi zinarudi kuwa masikini kabisa. Kwa nini? Mungu amekasirika. Na aliona natazama matetemeko makubwa ambayo hayajawahi kurekodiwa ulimwenguni. Njaa kali sana inaenda kutokea duniani. Hali mbaya sana ya mvua ambazo hazitakuwa na namna ya kuzizuia. Mvua ambazo hazitabiriki katika lugha za kisayansi. Hali inaenda kuwa mbaya sana ulimwenguni. Matetemeko ya baharini yataenda kutokea. Volkano italipuka ulimwenguni. Ajali mbalimbali zitatokea za hasara kubwa. Watu wamemtukana Mungu anayeshikilia dunia, anayeendesha vyombo vyote vilivyoumbwa na wanadamu na viumbe vyote alivyoviumba mwenyewe kwa kanuni yake ya kuumba
na kuviendesha viumbe au kuendesha maumbo duniani, maumbo ya kuumbwa na maumbo ya kutengeneza. Mwana wa Shuhuri Yesu asema hivi, ni hatari kubwa inaenda kutokea ulimwenguni. Tubuni leo ni watu wote duniani. Maneno haya mnaweza mkayadharau leo, saa inakuja mtayakumbuka maneno haya. Heri mlie sasa, mataifa yamemtokana Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kaka yangu, chukua pointi 5 muhimu wakati huu. Chukua pointi 5 muhimu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nenda kakate matumizi ambayo hayana umuhimu yote ya serikali, kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 7. Fedha zitakazopatikana weka ruzuku kwenye mafuta yashuke bei, tuwasaidie Watanzania waweze kupata unafuu, ili kusudi uchumi wa taifa usiweze kuyumba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nataka nikwambie, fanyeni rais wetu aendelee kuwa popular president kwa kufanya matukio ambayo yatawagusa Watanzania. Hapa tukitaka kumung'unya maneno, tutakuwa hatumsaidii huyo rais ambaye tunasema kwamba tunampenda. Kumsaidia rais wetu ni pamoja na kutoa ushauri wa kijasiri. Serikali mchukue hatua za kimkakati za kuhakikisha kama itashindikana, hata baadhi ya tozo ziondoeni wakati huu, ili Watanzania wapate matunda ya kumchagua Rais Samia Suluhu Hassan kwa kishindo kikubwa katika uchaguzi uliopita. Swala la mafuta, bei ya mafuta nchini, tusifanye mzaha. Wananchi hapa, wabunge wameongea mambo mengi sana. Mimi naomba, cha kwanza, punguzeni zile tozo ambazo sio za lazima. Punguzeni zile tozo. Cha pili, tuna ile mfumo wa bulk wa kuagiza mafuta kwa pamoja. Turuhusu sasa watu binafsi nao waagize mafuta. Tuweke mara mbili kama walivyofanya wenzetu wa Kenya. Ni lazima tufanye kila namna ili tuweze kuweka mafuta bei iwe nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama ni kupunguza mapato, tuna maeneo mengi ya wizara mbalimbali ambayo yana bajeti ya vinywaji. Tupunguze kwenye bajeti ya vinywaji, tupate nafuu ya wananchi. Mafuta yataumiza wananchi. Tafadhali Waziri Mkuu, tufanye kila namna, kwa sababu sasa hivi tunatumia bulk. Tumeshaagiza ile mafuta yatakuja kwenye mwezi mzima. Kwa sababu hatuna mfumo wa watu private sector, maana yake tutaenda mpaka mwezi mzima. Itatumiza. Bei mpya imetangazwa na nimeangalia kwenye mtandao, ni kweli bei imetangazwa. Hapa Dodoma lita moja inaenda mpaka shilingi 3,800. Yaani zaidi ya 3,800 hapa Dodoma. Nimeangalia kwenda mpaka Msoma ni 3,900. Lakini nimeangalia kwenye jimbo langu kule mwishoni, kituo ambacho nakitambua EWURA ni kituo cha Kiwanja Nyamongo kabla ya kuelekea Serengeti. Pale ni zaidi ya shilingi 4,000 kwa lita moja. Sasa hii ni jambo ambalo ni jambo kubwa sana kwa kweli, na ni jambo ambalo kwa kweli kwa udharura wake serikali ilichukua hatua ya kutueleza Watanzania, kutuhakikishia namna ambavyo maisha yataenda kwa kipindi hiki, lakini pia na kuwaonesha kupanda kwa bei ya mafuta ambayo kumetangazwa leo na kauli ya Mheshimiwa Waziri aliyoambia Watanzania kwamba akiba ya mafuta ipo mpaka Julai 26. Ukiwaambia watu kwamba akiba ipo mpaka Julai 26, maana yake kwamba mafuta hayo si kwamba alikuwa njiani, yapo Tanzania. Sasa haya yaliyopanda ni yale ambayo yapo tayari kwenye sheri kule Nyamongo, haya yaliyopo kule Serengeti, haya yaliyopo kule Tandahimba, yani haya yalipanda ni yapi? Kwamba mafuta yapo tayari kwenye vituo, kwenye sheri na kwenye matenki kule kwenye eneo la kuuzia mafuta, alafu na bei inapanda. Au watueleze kwamba mafuta haya yalikuwa njiani, yalikuwa hayanunuliwa, sasa ndio yamepanda. Kwa kweli hapa kuna haja ya serikali kutoa clearance kwa Tanzania. Mimi nataka kusema Watanzania, kila kinachofanyika, kama kuna wizi sehemu unakuja au wizi unafanyika, Watanzania wa sasa hivi wana akili, wanajua kwamba hapa pana wizi umefanyika au wizi unakuja. Pakiwa na chochote kinachopitishwa kikiwa cha dili, Watanzania wanajua kabisa hili hapa ni dili. Sio hawa Watanzania wa sasa hivi, ni wale Watanzania wa zamani. Mimi hapa niliongea miaka 4, lakini imebidi tena leo niongee, lakini miaka 4 kina Ulisende kama shahidi. Hili swala na tumechangia sana kwamba itakuja kuleta athari kubwa sana za kupanda kwa bei ya mafuta. Ule mpango wa bulk procurement wakati unakuja. Sasa hivi hata majirani zetu, jana nilikuwa Zambia hawana mafuta, hali ni mbaya sana. Wenzetu Kenya hapa hali ni mbaya, lakini Rwanda. Kwa hiyo na nyie mnasoma kwenye mitandao
Nchi nyingi sana sasa hivi zina face hiyo problem ya uhaba wa mafuta. Wakenya hivi sasa wanalipa shilingi 217 zaidi kununua petroli ambayo ni sawa na $1.47. Bei hii ni kubwa zaidi kuwahi kutokea. Ukilinganisha bei ya mafuta katika nchi za Afrika, inaonyesha inaungana na nchi kama Jamhuri ya Afrika ya Kati, Malawi, Zimbabwe, Sierra Leone na nchi nyingine kadhaa kuwa na viwango vya juu kabisa vya bei ya mafuta. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu, lakini hapa Kenya tumepanga vizuri tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya tutafanya juu na chini. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa